kinatufundisha kwa kipindi hiki, na hasa tulipoanza na ushauri wake wa jana. Ametoa dira jinsi ya kuweza kuelekea katika Bwana. Akasema ukipata vitu vitatu hivyo, basi ujue kwamba upo katika mkondo mzuri. Kwanza kabisa akasema katika hali ya kawaida tuweze kutenda haki. Tendeni haki. Na katika kutenda haki, tunapotenda haki ina maana kwamba sisi tungependa tutendewe haki, na huo ndio uhalisia wa Mungu. Mungu anatutendea haki. Kwa hiyo basi anashauri kwamba ukitaka kuenenda kwa Mungu, tenda haki kwa watu. Alafu akasema baada ya kutenda haki, iweni watu wa kupenda msamaha ama rehema. Iweni watu wa kupenda rehema. Ukipenda rehema, lazima pia uweze kutenda rehema kwa wenzio. Wewe upende kutendewe rehema, utolewe dhambi, uoshwe, utakaswe, lakini wewe na mimi tunashindwa kutenda rehema hiyo kwa wenzetu. Basi anasema kwamba hilo ni jambo la msingi kwa Ukristo. Pendeni rehema, na unapopenda rehema utakuwa mwenye kurehemu pia. Na ya tatu akasema basi mkatembee katika unyenyekevu pamoja na Mungu. Hivyo vitu vitatu ni dira ya kuweza kumfuasa Kristo, kuweza kumfuasa Mungu wetu. Na leo anaongezea hapo hapo akisema kwamba Mungu anawarehemu kila kuchao. Mungu angekuwa na hasira, basi sote tungeangamizwa. Kwa nini hajaangamiza? Na natoa mfano wa Uholanzi. Ninyi mliosafiri Uholanzi na mnaosoma jiografia ya Uholanzi ni kwamba Uholanzi ipo chini, below the sea level, ambapo ingekuwa ni hasira yoyote ya Mwenyezi Mungu, Uholanzi ingekuwa imetolewa kwenye dira ya ulimwengu. Lakini Mungu bado anashikilia pale pale, licha ya kwamba Uholanzi imejenga dikes za ajabu, lakini bado hawajadhibiti mfumo huo wa Mungu. Hivyo basi neema ya Mwenyezi Mungu ni kwamba yeye daima anatuonea rehema, anatupa rehema, anatujali. Ni kweli kwamba tunapitia changamoto nyingi, lakini sio sababu ya kusema kwamba Mungu hajali ulimwengu. Mungu anajali ulimwengu katika hali zote. Kumbe basi hapo ndipo basi turudi katika tendo la toba kwamba je, mimi ni mwenye rehema? Je, nimetendea wenzangu haki? Je, mimi ni mnyenyekevu kiasi ya kuwa mtu akiniona atasema angalieni Kristo, huyo ndiye Kristo anayetembea mbele yenu. Hebu tujute dhambi hilo ili tuweze kujitakasa na kutoa sadaka timilifu.